dalili 8 za kukuonyesha kuwa unatakiwa kuingia kwenye maombi ya kufunga. Yaani ukiona hizi dalili, tambua unatakiwa ufunge haraka. Unatakiwa haraka uingie kwenye maombi ya kufunga. Dalili 8 au ishara na zinazokuashiria ya kwamba haraka sana ingia kwenye maombi ya kufunga. Ingia kwenye maombi ya kufunga. Kwa hiyo dalili 8 zinazokuonyesha, za kukuonyesha unatakiwa kuingia katika maombi ya kufunga. Dalili ya kwanza, unapoingia majira mapya ya kimaisha. Kila unapoingia majira mapya ya kimaisha, hiyo ni dalili, hiyo ni kengele kwenye ulimwengu wa roho ya kwamba haraka sana ingia kwenye maombi ya kufunga. Naposema unapoingia kwenye majira mapya, ninamaanisha kwamba vipindi vipya mbalimbali kwenye maisha yako. Mfano, mwaka mpya ni majira mapya. Mwezi mpya, mfano leo ni tarehe 3, sawa sawa, tumeingia mwezi wa 5. Haya ni majira mapya. Tangu uzaliwe, tangu ishi duniani, hujawahi kuishi haya majira. Hujawahi kuishi mwezi wa 5 wa 2026. Ni kweli, inawezekana ulishawahi kuishi miezi ya 5 mingi, lakini hujawahi kuwepo mwezi wa 5 wa mwaka 2026. Kwa hiyo mwezi wa 5, watu wa saundi, mwezi wa 5 mwaka 2026 ni nchi mpya kwako. Hujui hata kesho Jumatatu. Unaweza ukaelezea mwezi wa 5 uliopita mwaka jana, huna uwezo wa kuelezea mwaka huu, kwa sababu it's a new ground. It's a new ground of your life. Ni majira mapya ya maisha yako. Kila unapoingia kwenye majira mapya, tambua kwanza hiyo ni ishara unapaswa kuingia kwenye maombi ya kufunga haraka. Mwaka mpya, mwezi mpya, kazi mpya, cheo kipya, level mpya, kiwango kipya. Kila majira mapya maisha yako yanadai maombi. Luka 4 mstari wa 1. Tunamwona Yesu alipokuwa anaingia majira mapya ya maisha yake. Amefikisha miaka 30. Biblia inasema alipofikisha miaka 30 akaenda kubatizwa. Alipotoka kwenye maji, Biblia inasema Roho Mtakatifu alimchukua Yesu akampeleka nyikani kwa mfungo wa siku 40. Kwa nini? Yesu alikuwa anaingia majira mapya maisha yake, majira ya huduma. Miaka 30 alikuwa anatambulikana kama mwana wa Yusufu, fundi seremala. Ghafla kuna majira mapya yanakuja mbele yake, majira ambayo anaingia kwenye utumishi. Kila ambacho Mungu amemwitia anakianza rasmi. Ni level mpya, ni majira mapya. Ona kitu ambacho Roho Mtakatifu alifanya. Hakuruhusu Yesu aende kwenye majira yake mapya bila kufunga na kuomba. Biblia inasema na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu, alirudi kutoka Yordan alipokuwa amebatiziwa, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani. Yesu alikuwa anaingia majira gani? Majira utumishi wake. Ndio maana mstari wa 14, nenda mstari wa 14, rukia mstari wa 14, fanya haraka, muda wetu ni finyu. Mstari wa 14. Ndio maana unaona baada siku 40 Yesu anaanza ule utumishi ambao alikuwa amewekwa wakfu tangu mbinguni. Sasa majira ya kuanza huo utumishi, anaondoka kuwa Yesu mtoto wa seremala, anaingia kuwa Yesu Masiha, Yesu mtumishi wa Bwana. Hayo majira mapya yakadai kufunga na kuomba.
Ndio maana tunamwona mstari wa 14, Yesu anarudi kutoka mlimani, anaanza huduma. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya, habari zake zikaenea nchi zote kando kando. Na mstari wa pili, Ezra 8:2. Ezra 8:2. Ezra 8:2. Ezra wametoka utumwani, yeye ndo anaongoza kikosi, wanarudi Yuda. Kumbuka wametoka Yuda miaka mingi sana, wengine wametoka wakiwa wadogo, wengine wamezaliwa utumwani, wameachiwa huru, wambwa mnaweza karudi nyumbani kwenu. Ezra ndo anaongoza kikosi cha kurudi kwenye Yuda mpya, sio ile Yuda walioacha. Walipofika njiani, Biblia inasema Ezra akasimamisha msafara, akatangaza mfungo. Kwa nini anatangaza mfungo? Ni majira mapya ya maisha yao. Kila majira mapya yanadai maombi ya kufunga. Biblia inasema kitabu cha Ezra 8:21. Ezra 8:21 ile A. Ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava. Ndipo nikaamuru kufunga. Ezra aliendelea na safari, akagundua tunaenda maisha mapya, tunaenda majira mapya, na kwa sababu ni majira mapya lazima tufunge. Amen. Usisahau hii kwamba kila unapoingia majira mapya ni ishara kwamba unatakiwa kufunga na kuomba. Umeingia kwenye ndoa, ni majira mapya. Umefanya biashara, ni majira mapya. Ulikuwa biashara fulani, umeongeza aina ya biashara, ni majira mapya. Kila majira mapya ni ishara ya kwamba unahitajika kufunga na kuomba. Haleluya. Ayubu 38 mstari wa 12, utasikia na kuambia, je, umeamuru asubuhi yako? What is asubuhi? New season. Je, umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Umeajulisha mapambazuko mahali pake? Maana ya asubuhi ni nini? It is a new day. It is a new season. Ni majira mapya, ni siku mpya, ni kipindi kipya, ni mapambazuko yako. Kwenye kila mapambazuko ni ishara kwamba unahitaji kuingia kwenye hao mapambazuko, unahitaji kuingia kwenye hao majira kwa kufunga na kuomba. Namba mbili, wakati unasikia kukaukiwa kiroho, ishara ya pili kwamba haraka sana unatakiwa uingie kwenye maombi ya kufunga ni pale unapoona au unaposikia hali ya kukaukiwa kiroho. Kukaukiwa kiroho maana yake unaona hali ya uzito kiroho. Unapoona uzito wa kiroho, unapoona hali ya kukaukiwa kiroho, huwezi kuomba tena. Au hata kama unaomba, basi unaomba kwa kupambana sana, unaomba kwa kustruggle sana. Yaani kumaliza dakika 5, kumaliza dakika 10, kumaliza nusu saa utafikiri ni vita. Ukiona hiyo hali, ni ishara kwamba unatakiwa haraka sana uingie kwenye maombi ya kufunga na kuomba. Huna kiu tena ya kusoma neno. Ukisoma neno huoni raha ya neno la Mungu. Una hamu ya neno la Mungu, una hamu ya mambo ya kimungu, una hamu ya vitu vya kimungu. Ibada kwako imekuwa kama mzigo. Ibada kwako imekuwa kama mzigo. Hata ukiwa ibadani umejilazimisha kuja. Wakiimba unaona kama wangemaliza tu nikae. Neno likipita wangemaliza tu nikae. Ukiona hali hiyo, ni ishara, sio kwamba wewe ni mtu mbaya, sio kwamba wewe umerudi nyuma, sio kwamba wewe umemwacha Yesu, ila ni ishara kuna hali ya ukavu kiroho.
kuna hali ya kukaukiwa ndani ya roho yako. Mtumishi wa Mungu Kenneth Hagin, wale wa maiki, najitahidi tu na hii maiki ili nisikatishe wingu, lakini haijanikalia vizuri sana. Mtumishi wa Mungu Kenneth Hagin, baba wa imani wa majenero wengi sana, baba wa imani wakina Bishop David Oyedepo, baba wa imani wakina mzee Mwalimu Mwakasege, baba wa imani wakina Pastor Chris, ni general huyu. Nimesoma kitabu chake miaka mingi sana kinachohusu anointing, kinachohusu upako. Akasema kwamba ukiwa unaendelea na huduma na ukiwa unaendelea na wokovu, ukafika mahali ukaanza kujisikia hali ya ukavu, cha kufanya, ingia kwenye maombi ya kufunga, ile hali itarudi vizuri. Na akasema kila aliokoka kuna kipindi anapita katika hali ya ukavu wa kiroho. Hata mimi mchungaji wenu, ni ile tu huwezi kugundua sababu niko ndani ya suti na tai, lakini kuna kipindi kabisa unaona hapana, siko sawa. Hamu ya vitu vya kimungu inaisha. Huwezi kuamini mchungaji, hamu ya vitu vya kimungu inaisha kwa mchungaji, sababu nyie akili yenu inawatuma mchungaji muda wote ana vibe la mambo ya kimungu. Si ndio washirika wanajua hivyo? Eti nyinyi kaniwa mnajuaje nyinyi? Sio pastor mambo ya kimungu ndo yake sasa. Muda wote anaomba, muda wote anakula neno, muda wote anaelea tu kwenye wingu. Hapana. Leo nakufundisha techniques za kukusaidia ili uweze kuendelea mbele na huyu Bwana. Amina. Ukiona hiyo dalili, mambo ya kimungu, husikii raha nayo tena, husikii msukumo wa vitu vya kimungu, husikii kusoma neno, kuomba inakuwa shida. Sio kwamba uombe, lakini ramashanda baba yekataka unajinyosha. Ni dalili, ni kengele kwenye ulimwengu wa roho. Unatakiwa kufunga na kuomba. Sasa ngoja nikuongezee shule nyingine kubwa. Nimeshaiona hii. Inawezekana kabisa kuna nguvu za Mungu kwenye maisha yako mpaka level fulani. Amina. Ila majira unayoingia, hiyo nguvu ilikuwa inatosha kwenye majira uliopo. Ila majira unayoingia, ile nguvu haitoshi. Utatosikia ndani yako ghafla unasikia ukame. Yaani ile level ya nguvu uliyokuwa nayo ambao kwa unajiona superstar, kwenye level inayofuata inakuwa ni level ya ukame. Inakuwa ni level iko chini. Ghafla unasikia kukosa hamu ya vitu. Cha kufanya ni nini? Ni kengele kwenye ulimwengu wa roho. Unatakiwa ukimbilie kwenye maombi ya kufunga na kuomba. Kuna mtu ananifuata hapa? Nasema kuna mtu ananifuata. Isaya 40 mstari wa 31. Isaya 40 mstari wa 31. Biblia inasema, wenzangu twenda haraka kidogo. Bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Kumngoja Bwana napoongelewa hapa ni kumngoja Bwana katika maombi, ni kumngoja Bwana katika kufunga na kuomba. Anasema wao wamngojao Bwana watapokea nguvu mpya. Maanake ndani ya kufunga na kuomba kuna nguvu mpya inaachiliwa kwenye roho yako, kuna nguvu mpya inaachiliwa kwenye wokovu wako, kuna neema mpya inaachiliwa kwenye maisha yako ya kiroho. Ghafla unaanza kusikia tena ile furaha ya wokovu, ghafla unaanza kusikia tena furaha ya mambo ya kimungu, ghafla unaanza kuona tena uzuri wa Yesu, ghafla unaanza kusikia tena uzuri wa Mtakatifu, ghafla ukianza kusoma neno unaanza kulifurahia tena, kwa sababu wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Kwa nini watapata nguvu mpya? Ni kwa sababu nguvu walizonazo zimeisha. Mungu hawezi kukupa nguvu mpya kama zile ulizokuwa nazo kwa bado zina nguvu. Maanake zimepungukiwa na nguvu, unahitaji ujazo mwingine. Wangapi wananielewa ninachosema? Kwa hiyo dalili ya pili. I'm teaching you good here. Nataka ukomae katika mambo ya kimungu, ya kwamba we mwenyewe unaweza kanoti. Sio mpaka kanisa litangaze mfungo. Kwa sababu wote sisi ni kweli kama kanisa la mahali pamoja, kama familia moja,
tuna majira fulani ya aina moja, lakini as an individual, kama mtu binafsi, una majira tofauti na mwenzio. Sawa sawa? Sawa sawa? Kwa hiyo nakusaidia. Ukiona hizi dalili, ujue dadi alinifundisha, nikiona hii dalili ni wito wa kufunga na kuomba. Hata kama kanisa halijatangaza mfungo, mimi nitakiwa haraka sana nikimbie kwenye kufunga na kuomba kwa ajili ya well-being, kwa ajili ya afya ya roho yangu, kwa ajili ya afya ya safari yangu ya wokovu, kwa ajili ya afya ya mwendo nilionao na Bwana Yesu. Amen. Wamngojao Bwana atapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala watachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Lakini kwa nini watapata nguvu mpya? Wamechagua kumngoja Bwana. Wamechagua kumngoja Bwana. Hili neno kumngoja Bwana ni neno la kimaombi, tena ni neno la kimfungo. Kuna mtu ananifuata? Luka 4:14. Baada ya kufunga siku 40, baada ya Yesu, kwenye Luka 4:1, Biblia inasema Roho akamchukua Yesu. Kipindi chote hicho Yesu alikuwa anaonekana wa kawaida tu. Roho akamchukua Yesu akampeleka mlimani siku 40. Yesu aliporudi baada ya kufunga na kuomba, ona alichorudi nacho. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Akarudi kwa nguvu za Roho. Akarudi kwa nguvu za Roho. Baada ya kufunga kwako, utapoingia kwenye mfungo wote, naona unarudi kwa nguvu za Roho, kwa jina la Yesu. Haleluya. Zaburi 107 mstari wa 35. Zaburi 107 mstari wa 35. Kuna kipindi hali yetu ya wokovu inakuwa kama jangwa, mpendwa. Sijui kama unaelewa hiyo. Kama hujaelewa hiyo, ujue hii safari ya wokovu bado hujatembea nayo. Kuna pindi katika safari ya wokovu unaweza kujiuliza, hivi nimeokoka, nimerudi nyuma? Hujarudi nyuma. Na sio kwamba kuna dhambi umefanya, uko sawa na Yesu tu, lakini hali ya roho yako imekuwa kama jangwa. Yaani ni ile tu, kwa sababu unajua kusema Bwana asifiwe. Unajua Bwana asifiwe anaweza kusema yoyote. Kwa unaweza kukutana mpendo, kaambia Yesu asifiwe, Yesu asifiwe. Unaendeleaje? Tunamshukuru Mungu, tuendelee vizuri. Lakini unajua umekaukiwa. Lakini unajua kabisa napita kwenye jangwa, napita kwenye hali kame, ukame wa kiroho. Sema ukame wa kiroho. Yes, kwenye ukame wa kiroho. Yaani ndio hiyo kwamba hata kumsikia Mungu inakupa shida, kusoma neno inakupa shida, kuomba inakupa shida. Ukisikia ni kwenye muda maombi unaona kama unateswa. Njoo kwenye uinjilisti ni kama unateswa. Ibadani ni kama unateswa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu uko kwenye hali ya jangwa. Ninazo habari njema. Biblia inasema amegeuza jangwa ikawa ziwa la maji, na nchi kavu ikawa chemichemi za maji. Ndicho kinaenda kutokea katika maisha yako. Mungu anaenda kugeuza jangwa katika maisha yako liwe ziwa la maji, na nchi kavu iwe chemichemi ya maji. Kisikia hiyo hali, ujue ni alam, ni ishara. Ni ishara ulimwengu wa roho na kutaarifu kwamba halo, takiwa ufunge. Mbona kanisa letu halijatangaza mfungo? Acha na mambo ya kanisa lenu. Takiwa ufunge. Wangapi wanaelewa ninachokisema? Na ukifunga, ghafla ile hali ya ujangwa ndani yako, ile hali ya ukame. Unajua hali ya ukame ikiingia ndani ya mtu, mpaka anapata na hali ya kukata tamaa. Ile nguvu ya kusukuma mambo tena anakosa. Kwa sababu nguvu zetu zinatokea ndani kuja nje, hazitokei nje kuja ndani. Sawa sawa? Yes, nguvu zetu hazitokei nje kuja ndani, zinatokea ndani kwenda nje. Unapokuwa spiritual vibrant, unapokuwa na nguvu za kiroho, unaweza kusimama imara hata kwenye changamoto. Unaweza kuambia kitu ondoka mbele ya macho yangu. Unaweza ukakemea. Haya mambo unasikia saa zingine ninakasirika, naambia nimesema, mtoto anacheza. Ujue kiwango cha nguvu za kiroho kiko vizuri. Kikikata siwezi kusema hivyo. Nguvu ya kusema hivyo inakuwa haipo. Naona Bwana anarejesha nguvu zako. Nasema naona Bwana anarejesha nguvu zako. In Jesus name. Mpendwa, ukiona unakosa hata nguvu za kuomba, ni ishara ya hali ya kiroho chako imekauka.
Sio kwamba umemwacha Yesu, hali ya kiroho chako ime of course, gari likikosa mafuta halitaenda. Ukiwasha linaweza lisiwake na lisiende, sio kwa sababu limeharibika, halina mafuta. Halina mafuta. Kuna watu hapa, nyie ni majiant, nyie ni watu wakuu, nyie ni wavunja milima, nyie ni watengeneza barabara, nyie Mungu amewakusudia kwenda level kubwa. Shida, ndani yenu hakuna mafuta. Ndani yenu hakuna mafuta. Hakuna mafuta kutosheleza. Na wewe kwa sababu ama hujafundishwa au umeamua kuwa mzembe, umeruhusu hiyo hali iendelee. Unasikia hali ya ukame, unaacha inaendelea. Unaanza kuishi nayo. Unaanza kuishi nayo. Sikiliza, inzi hakai sehemu yenye moto. Inzi anakaa sehemu yenye baridi. Kadri hiyo hali inapotea, kuna virus wanaanza kuja. Virus gani naongelea? Unashangaa kuna vitabia ulikuwa hauna vinaanza kukurukia. Virus hao wanaanza kurukia. Kuna vipepo vinaanza. Kwa sababu gani? Pamepoa. Sio kwamba mwacha Bwana, pamepoa. Sikiliza, ukisikia hiyo hali, nawafundisha vizuri nyewe watu. Ukisikia hiyo hali ndani yako, na naomba nikwambie, kila mmoja anakutana nayo. Kama mimi nimeweza kuwaambia kila mmoja anakutana nayo, hakuna hapa wakubisha, sababu hao wote ni wadogo kwangu, wote hao, wote. Kama hata mimi huyo nakutana nayo. Acha nikwambie kitu kizito. Saa zingine hata mke wangu naogopa kumwambia. Kuna kipindi napita kwenye hali na nataka kuacha huduma. Ambao nikimwambia mtu mwingine naacha huduma, kuna watumishi watanishangaa mpaka mwisho. Nasema, yaani huduma tunapoona imefanikiwa hivi utakuacha. Lakini ndani yangu kosa hamu ya huduma. Wangapi ndani? Kosa hamu ya huduma. Nakosa shauku tena ya huduma. Ukiona hali hiyo, Kinefeji nasema haraka sana kimbia kwenye maombi ya kufunga na kuomba. Jipige kama siku 3 hivi kidogo. Mwambie mwenzio jishtue kidogo. Jishtue kidogo. Piga kama siku 3 pa. Siku ya kwanza inaweza kukuia shida, sababu si ndo kama ndo unajivuta. Inakuja kukanyaga pili mpaka jioni, unaanza kusikia mwendo, unakamata kasi. Inakuja siku ya 3, unajisikia umerudi kwenye game, umerudi barabarani. Amen. Kama una nguvu endelea tena. Kadri unavyoendelea unaanza kusikia nguvu. Ghafla unaanza kusikia Roho Mtakatifu, furaha Roho Mtakatifu. Ghafla unaanza kuona maono mapya. Ghafla unaanza kuwa na mipango mipya. Ghafla unaanza kufikiria tena kama mimi mchungaji, jinsi gani nifanye kwa ajili ya kazi ya Bwana Yesu. Hiyo hali ni mpaka nguvu ziongezeke ndani. Namba 3. Ishara ya 3 ya kwamba unaitwa kwenye maombi ya kufunga ni pale unapokutana na vizuizi au vita visivyoonekana. Ni pale unapokutana na vizuizi au vita visivyoonekana. Tunaita invisible restrictions. Invisible restrictions. Kwenye ulimwengu wa mwili panakuwa kama kawaida, lakini unapush, unaona hapaendi. Ni kama kuna mazuio katika ulimwengu wa roho. Kuna mazuio. Hayataki uende level fulani. Hayataki uende kiwango fulani. Ndani yako unaona kabisa nitakiwa niende mbali fulani. Lakini kama kuna vizuizi visivyoonekana vinakuzuia. Sasa zingine vinakuzuia kuomba. Unajua kabisa napaswa kuomba. Tena napaswa kuomba kwa masaa yanayotosheleza. Napaswa kuomba kwa masaa yanayotosheleza. Na ndani ya moyo wako kabisa unataka kuomba. Ila ukienda kuomba huwezi. Unajua kabisa nitakiwa nisome neno. Na unataka usome neno.
Ukienda kusoma huwezi. Manake kuna invisible battle, kuna invisible restrictions, kuna vizuizi na vita visivyoonekana vilivyo kinyume na wewe. Ukiona hiyo ishara, ni wito wa maombi ya kufunga na kuomba. Nasema ni wito wa maombi ya kufunga na kuomba. Wangapi mnanisikia vizuri? Kule mwishoni mnasikia vizuri? Okay. Kumbe mwangu unasumbua mimi tu hapa. Mathayo 17:21. Mathayo 17:21. Huyu ni Yesu anawaambia wanafunzi baada ya kupambana na nguvu fulani za giza sana, wakashindwa kuzitoa. Yesu akaja akawaambia, namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Anasema hii ya namna hii haitoki, haiachii, ila kwa kusali na kufunga. Yeah. Kuna level of restrictions, kuna viwango vya mazuio kwenye ulimwengu wa roho. Biblia inasema havitoki ila kwa kufunga. You must engage fasting. You must engage fasting. Lazima uhusishe kufunga. Lazima uhusishe kufunga. Lazima uhusishe kufunga. Lazima uhusishe kufunga. Bem, ili utoboe hapo. Bem, ili uvuke hapo. Bem, ili nguvu iweze kuachia. Bem, ili uweze kuvuka hapo, lazima uhusishe kufunga na kuomba. Mpendwa, explanation will not help you. According will not help you there. Maelezo hatakusaidia. Maelezo hatakusaidia. Wewe ni mtu wa kiroho na kufundisha mbinu za kiroho. Ukiona hiyo hali, na wapendwa, wengi wetu huwa tunajua kabisa tunapitia hali gani. Unajua kabisa. Hakuna mtu ambaye hajui. Anajua kabisa kwamba nina struggle kwenda mbele. Nina struggle sana kwenda mbele. Ukiona hali hiyo, ni wito wa kufunga na kuomba. Na struggle kiroho, wito wa kufunga. Kuna kitu najua napaswa kufanya, lakini na struggle kukifanya. Maana yake ni kama kuna invisible restriction. Unatakiwa uengage kufunga na kuomba. Namba 4. Kuna mtu ananifuata? Namba 4. Unapokuwa umekosa mwelekeo, umekosa direction, umekosa mwelekeo. Mimi sijui kama nyinyi ni kama mimi. Najua nyinyi mmeokoka zaidi, hamkutana hivyo vipindi. Kuna vipindi najisikia kabisa, huwezi kujua kwa sababu nakuta nini na koti na suti, huwezi kujua. Lakini mimi ndo nakuwa najua ya kwamba najiona kabisa nimekosa direction. Ni kama mambo yananichanganya, sijui nishike kipi, sijui niachie kipi, sijui nifanye nini. Kwa hiyo nakuwa kama mambo yamenichanganya, sijui nichukue maamuzi gani. Hiyo hali inaweza kanitokea nyumbani, kwenye familia yangu. Inaweza kanitokea katika mambo yangu ya kiuchumi. Hiyo hali huwa inanitokea kwenye utumishi. Yaani saa zingine unaulizwa, hata mke wangu anambia, kwa hiyo hapa tufanyeje? Of course wananitegemea mimi ndio kiongozi wa juu. Saa zingine namwambia, hebu subiri kwanza. Na kwa sababu nakuta hajaelewa, atazunguka dakika 2 atarudia tena, kwa hiyo tufanyeje? Naambia, mama nimekwambia nisubiri. Kwa sababu nakuwa sina majibu. Wangapi mshakipitia hivyo vipindi? Everyone. Kila mtu. Unapita vipindi ambavyo it's like you are confused. Hata ukitoka nje unaweza ukaangalia dunia unaona kama imepauka. Au ni mimi mwenyewe?
Unajua nyinyi mnavyoniona swali Jamal na upako sana kukutana nayo, ndo nakutana nayo sasa. Na nakutana nayo ili niweze kukufundisha vizuri. Unajua ukiwa na mtu ambaye hajapitia unaopitia, anaweza kuambia wewe sasa wewe Mr. Msegu, mambo gani hayo, mbona mdhaifu sana? Lakini I know what I'm talking about. Oh, thank you Holy Spirit. Roho Mtakatifu ananiambia good luck unavyoongea namna hii, kuna neema inashuka juu ya watu sasa hivi. Kuna neema inashuka juu ya watu sasa hivi. Kuna neema inashuka juu ya watu sasa hivi. When you lack direction. Kuna kipindi una lack direction mama Msegu. Sijui kama ushakutana na hiyo. Hujui ufanye nini? Ngoja nikwambie. Sio kipindi tu ambacho una hela. Unaweza ukawa na hela na ukakosa na direction. Una hela kabisa, hujui cha kufanyia. Na zinakuja diri nyingi, sijui nianze na kuku, sijui nianze na maini ya kuku, sijui nianze na miguu yake, sijui nianze kuuza. Waliambia kuna mbuzi wa kunenepesha. Kondo. China. Kuna wale wanaenda sijui na mimi niende. You are confused. Zinakuwa nyingi hizo. Nasikiliza, unaweza ukachukua amuzi moja likakugharimu maisha yako. Anytime ukiwa kwenye njia panda, ukifika kwenye hilo njia panda, nimekusumbua siku ya kwanza ya pili, tambua ni wito wa haraka sana. Kimbia kwenye maombi ya kufunga na kuomba. Matendo, kitabu cha Matendo 13 mstari wa 2. Matendo 13 mstari wa 2. Matendo 13 mstari wa 2. Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga. Basi hawa walipokuwa wanamfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Walipata maelekezo wapi? Kwenye kufunga na kuomba. Na wakati wanamfanyia Mungu ibada na kufunga, walikuwa hawana direction, walikuwa hawajui cha kufanya. Lakini kumbe Mungu kuna direction anayo. Walipokuwa wanamfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akatoa direction. Roho Mtakatifu akatoa maelekezo. Roho Mtakatifu akatoa mwelekeo. Anytime when you don't have clarity, una lack clarity, huna clarity, nipite barabara gani, nichague nini, nichague yupi, please, hiyo ni ishara unatakiwa uende kwenye maombi ya kufunga na kuomba. Watu wao walipokuwa wamefunga na kuomba, wakapata clarity, wakapata direction. Ezra 8:21. Ezra 8:21. Run there. Ezra 8:21. Ezra 8:21. Ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava, ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyooka kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa ajili ya mali zetu. Manake Ezra anaongoza timu iliyotoka utumwani. Wana watoto wao, watoto wengine ni wapi amezaliwa huko, hawajui hata wanakoenda. Ezra yeye ni mkongwe, alitokaga Yuda, kwa hiyo anaijua Yuda. Anaongoza timu, wamekuja na ng'ombe zao. Alipofika katikati akagundua anaingia majira mapya, akajua majira mapya anatakiwa kufunga. Lakini vile vile inaonyesha alifika mahala akachanganyikiwa, akajua tena hana mwelekeo, hajui tena njia iliyonyooka, ni afanyeje, achukue maamuzi gani. Akasema nikaamuru kufunga ili kujinyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyooka kwa ajili yetu sisi na kwa ajili ya watoto wetu na kwa ajili ya mali zetu. Ninaona kila utapokuwa unaingia kufunga na kuomba, kwa sababu umekosa direction,
hujui maamuzi ya kuchukua, Mungu atakuonyesha njia iliyonyooka. Nasema Mungu atakuonyesha njia iliyonyooka. Namba tano, ishara ya tano kwamba unaitwa katika kufunga. Unapokuwa na aina fulani ya matukio ama tabia ambazo sio nzuri zinazojirudia rudia katika maisha, ni kama maisha yako yana aina fulani ya mzunguko. Kuna wengine kila mwezi wa 7 anaumwa. Tulikuwa na sio kama kwa nani, kuna mtu ashaye kutushuhudia hapa ya kwamba yeye ilikuwa kila mwezi fulani wanapigwa na ugonjwa heavy, analazwa hospitali akiwa mahututi. Who is that? Kuna mtu alitupa ushuhuda. Ni wewe? Oho. Ilikuwa ni kila mwezi gani mamangu? Kila mwezi wa 11 hoi ICU, kila mwezi wa 11. Mwezi wa 11 mwaka jana ulivuka. Si nilikwambia biashara hamna tena? Mama yangu, hebu simama samani. Huo mzunguko umechukua kwa miaka mingapi? Ukiacha mwaka jana samba ulitoka kwenye hiyo. Miaka 3. Kila mwezi wa 11 maututi. Wengine mko hapa, asante. Ukikaribia kwenye mpenyo wako, kuna ina ndoto unaota paka umeshaijua, paka umeshaikaliri. Nikiota ndoto hii kila kitu huwa kinavurugika. Hiyo ndoto inakuja tu kwenye maeneo nyeti. Unataka kupata kazi, ushangalie ndoto inakuja. Kwa hiyo imekuwa ni mzunguko. Sema mzunguko. Wangapi wananielewa namna hiyo? Kwa hiyo unapogundua maisha yako kuna mahala yanazunguka, hayavuki hapo, yanazunguka tu hapo, yanazunguka tu hapo, yanazunguka hapo tu, yanazunguka tu, huruki hapo, tambua ni wito wa kufunga na kuomba, kwamba hiyo ni alamu ya kutosha, hiyo ni ishara kutosheleza kwamba hili jambo lazima uingie nalo kwenye serious prayer ya kufunga na kuomba, kuvunja huo mzunguko. Wangapi amenielewa mpaka hapo? Kwa hiyo kuna hii kitu tunaita kwa Kiingereza the same cycle pattern, the same cycle repetition in your life. Hata tabia inazunguka. Utafanya tu kitu ambacho utaki, lakini tabia kutosha dumbukia hapo tena. Unaweza kuvuka hata miezi 2, 3, 4, 5, boom, unaangukia tena. Boom, unaangukia tena. Hiyo ni ishara ya kwamba unatakiwa kwenda kwenye maombi makali ya kufunga na kuomba. Kumbukumbu 2:3. Kumbukumbu 2:3. Kumbukumbu ya Torati sura 2 mstari wa 3. Ongeza mwendo watumishi wa Mungu pale. Mungu anawaambia na Israeli, mlivozunguka mlima huu vyatosha, geukeni upande wa kaskazini. Watu wengi wajui kwamba miaka mingi ya Israeli ilipotelea kwenye huu mlima. Wako wanazunguka, wanajua wanasafiri. Kwa sababu sasa ni mlima alikuwa umbali, kumbe anarudi pale mwanzoni, anajua safari inaenda. Mungu ndo alikuja akashtuambia, hey, it's enough now. Geukeni upande wa kaskazini muendezeni. Na katika jina la Yesu nasema na maisha yako ageukie kaskazini, yaende zake kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Umezunguka hapo, inatosha. Imezunguka hapo, unatosha. Umezunguka hapo, inatosha. Kiona hiyo hali, usichukue kawaida mpendwa. Acha kuendelea kuvaa tai. Good luck. Ukiona hiyo hali, vua tai. Ingia kwenye vita, pambana. Vunja huo mzunguko kwanza. Ukiwacha utakumaliza. Mika 2:13. Unaita breakers anointing. Mpako wa kuvunja au mpako wa mvunjaji. Avunjae amekwea juu mbele yao.
wamebomoa mahali, wakapita mpaka langoni, wakatoka nje huko. I love this. Mfalme wao naye amepita akiwatangulia, naye Bwana ametangulia mbele yao. Nakwambia mfalme wako atapita akikutangulia, naye Bwana atatangulia mbele yako, naye atavunja mbele yako, naye atabomoa kila chokwake na kuzuia, kwa jina la Yesu. Namba ngapi? Namba 6. Namba 6. Unapoota ndoto, kuna watu unaota ndoto za mambo safi, za mambo ya kuinuliwa, the way utavokuwa juu, lakini hujawahi kutoka hapo. Ota napata hela, yaani wewe unazipatiaga kwenye ndoto tu. Naota nimefungua biashara kubwa, yaani dadia ni naota ndio, yaani ndio nasafiri nje ya nchi, tumeshaingia, tumesha check in, sasa ile tuna bodi ile, naweka mguu kwenye ngazi tu za ndege, nikaamka. Wengine unapata hasira, unajilazimisha ulale iendelee. Ukilala unaota unadumbukia kwenye shimo. Unaota, unajua, ngoja niwaambieni, nilifundisha tema hapa, sijafundisha shule ya ndoto vizuri. Tema nilifundisha kwa muda mrefu sana, kwamba ndoto ni rada ya kiroho ya kuangalia ni nini kinaendelea kwenye maisha yako ya kiroho, kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unaona kwenye ulimwengu wa roho wako is very promising, is very promising, lakini ile promising hauioni kwenye ulimwengu wa mwili. Halafu mpendwa, unatoa nguvu yapi ya kuendelea kula? Unatoa nguvu yapi ya kuendelea kupaka lipstiki? Wewe kwenye ulimwengu wa roho unaona vitu kubwa, unaona ushindi, unaona kuinuliwa, unaona unafunga ndoa, unaona unainuka kibiashara, unaona unaenda nchi huku, unaona wewe ni mtumishi mkubwa. Kwenye ulimwengu wa mwili huyaoni. Ukiona ndoto za staili hiyo, ni ishara ya kwamba unatakiwa uingie kwenye maombi ya kufunga. Wengi huwa hawafungi, anatoka kusema nimeona ndoto nzuri, Bwana anaenda kuniinua. Ana mwaka wa 7 hajainuliwa. Wangapi nawapa funguo nzuri? Ukiona namna hiyo, umeota ndoto za staili hiyo, ivizie tu. Ukiota papu, unganisha na mfungo. Umenielewa? Unganisha na mfungo, anza kuombea hicho kitu, anza kuombea hicho kiona kwenye ulimwengu wa roho, anza kufunika kwa damu ya Yesu, anza kukiita, weka na mkazo wa kufunga. Ngoja nikwambie, hicho kitu hakika utakuja ukione kwenye maisha yako kinatimia. Watu wengi ndoto zao hazijatimia, kwa sababu Mungu anapokuonyesha vitu katika ulimwengu wa roho, amekuonyesha ili wewe ufanye kitu. Pigia mstari, ili wewe ufanye kitu, ile ndoto itimie. Ile ni information anakupa, ni taarifa Mungu anakupa. Ngoja nikwambie, Mungu anaweza kukupa taarifa na usipoishughulikia hiyo taarifa, ama isitimie au ikatimia baada ya miaka imeenda. Wangapi mnajua kwamba Mungu alisema na Israeli watakaa Misri miaka 400, ila walikaa miaka 430. 30 kwanza nini? Mungu alimwambia Ibrahimu, watoto wako, uzao wako utaenda utumwani miaka 400, na baada ya miaka 400 nitawarudisha katika nchi hii niliyokupa. Walikaa miaka 430. Huja nielewa nachosema. Fungua Danieli, fungua Danieli. Muda wetu unaelekea mwisho. Fungua Danieli. Danieli 9. Watu wengi hawajui kwa nini Danieli aliingia kwenye yale maombi mpaka akajikuta ameweza siku 21. Alianza na information. Aligundua kuna kitu kizuri. Sikujua, nimekigundua. Anasema katika mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa Asuero,
wa uzao wa Amedi, aliyetawazwa kuwa mfalme juu ya milki ya Wakaldayo. Kama hujui hapa naongelea nini, naongelea Irani hii ya sasa hivi. Sawa sawa, pandisha. Katika mwaka wa kwanza kumiliki kwake, mimi Danieli, sema mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimwijia Yeremia nabii ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. Ngoja nikusaidie. Wanaisraeli walikaa Misri, neno kwa nasema miaka 400, wakazuba ikagonga 30. Danieli, kipindi cha kina Danieli wako utumwani, miaka inakata. Asante Yesu. Siku moja Danieli akasoma chuo cha nabii Yeremia, akagundua mbona imeandikwa miaka 70 na tunafanya nini mpaka sasa hivi hapa? Akaingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba. Ndio ile ukaona Gabrieli amekuja, Mikaeli akaja. Kwa nini? Walikuwa wanasubiri afanye kitu. Sikiliza, wengi mna taarifa nzuri. Mungu amewapa taarifa nzuri kupitia ndoto. Mungu amefunua hatima yenu kupitia ndoto. Mungu amefungua vitu vizuri katika maisha yenu kupitia ndoto. Halafu amfanyi kitu. Sikiliza, hata kama ni ndoto ilikuwa itakiwa timie mwaka huu, inaweza kashangaa inatimia baada ya miaka 10 kwa sababu hakuna kitu ulifanya. Namba saba. Unapogundua kuna sheria au amri za uovu zimewekwa kinyume chako ama kinyume cha kona yoyote ya maisha yako, na hivi vitu you can sense in the spirit. Unapogundua kuna sheria au amri za uovu zilizowekwa kinyume chako ama kinyume cha eneo lote la maisha yako, labda watoto wako, labda biashara yako, labda kazi zako, labda kona yote ya maisha yako, mpendwa, hiyo ni alamu ya kwamba unatakiwa ukimbilie kwenye maombi ya kufunga na kuomba. Esta 4 mstari wa 15 hadi wa 16. Kimbia pale afu tuongelee point ya mwisho. Esta 4 mstari wa 15 hadi wa 16. Esta 4. Basi Esta akawatuma ili wamjibu Mordekai, uende ukawakusanye Wayahudi wote waliopo hapa Shushani, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana, nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, nami nikiangamia niangamie. Ni nini kilitokea kwenye ufalme wa Asuero? Ufalme ulipitisha sheria ovu, sheria na amri ovu kinyume cha Wayahudi, kinyume cha watoto wao, kinyume cha mali yao, kinyume cha hatima yao. Sheria ovu zikapitishwa. Sikiliza, Esta alikuwepo tu amelemaa. Mjomba wake akamshtua, akamwambia Esta, inapotokea jambo la namna hii, we must react. Lazima tufanye kitu. Na nani ajuaye umekuja kwenye ufalme kwa majira kama haya? Esta akapata akili, akamwambia nimeelewa hili. Sasa kusanyeni Wayahudi wote wafunge siku 3, na mimi nitafunga siku 3. Tushughulike na hiyo sheria ovu. Sikiliza, sijui kuna sheria gani ovu imeachiliwa juu ya maisha yako. Sijui kuna manuizo gani yameachiliwa juu ya maisha yako. Sijui kuna sheria gani mbaya zimeachiliwa juu ya watoto wako au juu ya ndoa yako. Ukisense hiyo hali, ni wito wa kufunga na kuomba, kupiga zile sheria, kuvunja zile sheria. Ziachilie barabara yako, ziachilie watoto wako, ziachilie kazi yako, ziachilie utumishi wako, ziachilie uchumi wako, kwa sababu iko nguvu ndani ya jina la Yesu. Namba 8 na ya mwisho, a call to fast. Wito wa kufunga. Namba 8. Unapoona shauku ndani yako ya kwenda level nyingine. Sio kama ushaikuona hii. Kuna kipindi una sense kabisa
kwamba kuna level nyingine iko mbele yangu, kuna level nyingine natakiwa kwenda. Wangapi washawahi kusense hiyo? Una sense kabisa, una sense. Yaani unaona kabisa, yani mpaka unaweza ukamwambia mtu naona kama taenda kiwango kingine. Yaani una sense. Unaposikia elevation, saa zingine tu unasikia elevation. Unasikia kabisa kwamba nahitajika kwenda level nyingine, nahitajika kwenda kwenye upako mwingine, nahitajika kwenda level nyingine ya neema. Unasikia kabisa, unasikia. Hivi ninavyoongea mnanielewa watumishi wa Mungu? Wangapi kuna vipindi ushawahi kusikia hiyo hali? Ukisikia hiyo hali, ni wito wa kufunga na kuomba. Kwamba sasa haraka sana, hiyo ni ishara ya kwamba haraka sana kimbilia kwenye maombi ya kufunga. Ni ishara kwamba haraka sana kimbilia kwenye maombi ya kufunga. At least minimum 3 days. Na zisipotosha utajua. Unashangaa imefika siku ya 3, unataka kufungua, unasikia bado ile kiu haijaisha ndani yako. Unasikia msukumo wa kuendelea, endelea mpaka ile kiu ikate. Sema amina. Unaposikia wito wa kwenda level nyingine. Yaani hii nasema inatokea tu ndani yako. Isaya 40 mstari wa 31 tulisoma, wamngojeao Bwana. Isaya 40 mstari wa 31. Isaya 40 mstari wa 31. Bali wamngojeao Bwana, ona, watapata nguvu mpya. Hiyo tushasema ni ile kipindi unasikia hali ya ujangwa. Ona kinachofuata, watapanda juu kwa mbawa kama tai. What is that? Elevation. What is that? Elevation. What is that? Elevation. What is that? New level. What is that? Kiwango kipya. Asema wamngojeao Bwana. Kwa hiyo kumbe kile kiwango kipya kinakuwa kinakuita, kinatamani uende hiyo level, lakini lazima uingie kwenye kumngoja Bwana. Kwa sababu ndani ya kumngoja Bwana ndio unapata nguvu za kupanda juu, za kupiga mbio, za kuenda level nyingine, katika jina la Yesu Kristo. Simama kwa miguu yako. Watu wa birthday wapo? Birthday ya mwezi wa 4? Birthday ya mwezi wa 4 Mreho. Okay. Simama kwa miguu yako. Nyanyua mikono yako, mshukuru Bwana. Mayene moshi. Nena kwa lugha. Meza hizi dozi 8. Zamisha hizi dozi 8 kwa kunena kwa lugha. Una dakika 1. Nena kwa lugha, zamisha hizi dozi 8 ndani yako. Makaraka poshe, yeka laka pose, yeka ndaka papa, yeka shakata. Asante Bwana kwa neno lako. Nataka nione watu wanaomba. Mwambie Baba, asante kwa neno lako. Ninapokea hizi kweli 8 ambazo ni ishara zinazoniita kwenye kufunga na kuomba. Ni ishara zinazoniita kwenye maombi ya kufunga. Nazipokea kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana, nipe neema kuishi nazo, nipe neema kutembea nazo. Nena kwa lugha. Watu wa Aprili jiandae. Nena kwa lugha. Namna kuzamisha neno ulilosikia ni kunena kwa lugha. Nena kwa lugha. Usinyamaze. Zamisha hii shule kwenye mishipa yako, kwenye nafsi yako, kwenye damu yako, kwenye roho yako. Nena kwa lugha. Mayele moshele ndeboda. Yekataka pasika toya. Yekalaka pashekate. Yekandoroko posoko taya. Yekalaka kakakaka. Shalana mashekato. Laka pasika toya. Malaka posoko ta. Kwa jina la Yesu maomba. Pokea neema kufunga. Kwa jina la Yesu. Sikiliza. Sema Bwana Yesu. Nyanyua mikono yako juu. Sema Bwana Yesu, asante kwa kunifundisha kweli hii. Ninakuomba kuanzia leo nipe neema yako ya kila season, kila majira ninayotakiwa kuingia kwenye kufunga. Haraka sana niingie kwenye kufunga.
niingie kwenye kufunga, niingie kwenye kufunga. Nipe neema ya utambuzi wa kengele ya kufunga, na kila nisikiapo, kila nionapo, kama nilivyofundishwa, haraka sana niingie kwenye maombi ya kufunga. Kwa jina la Yesu napokea hiyo neema. Makofi kwa Bwana. Haleluya, haleluya.